Tuanze na ndoto ya kwanza. Idha raa shakhsun fil manami, atakapolala mtu then ndoto ikamwijia akaota mguu wake umekatwa, fahadha yushiru ila sifatihi sayyi'a, ndoto hii inaashiria kwenye sifa zake mbaya. Mtu huyu ana sifa mbaya, yawezekana ikawa ni sifa za wizi, sifa ya uzinifu, sifa ya udhulumati na mambo mengine mabaya yanayofanana na haya. Wartikabuhu almaasi wadhunubi, ndoto hii pia inabashiri kupandanisha kwake madhambi, kupandanisha kwake maasi, wabtiaduhu anillahi azza wa jalla, na kujiweka kwake mbali na taa ya Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Kuota mguu wako umekatwa ni dalili ya sifa zako mbaya, lakini pia ni dalili ya kupandanisha kwako maasi, ni dalili ya kufanya kwako madhambi, ni dalili ya kujiweka kwako mbali na Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Sasa unapoota ndoto kama hii, wafasiri wa ndoto wanasema tuaddu bimathabatin tahdhirin lahu litaubati warujui ila Allah, inasimama sehemu ya kukutahadharisha wewe kuleta toba kwa Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala na kurejea kwa Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Na ndio maana tunasema ndoto ni sehemu ya dini. Kuna wakati mwingine unaweza ukaota jambo likasimama kama hoja kwako wewe, kukutaka wewe ulete toba, kukutaka wewe urejee kwa Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Hiyo ni ndoto ya kwanza siku ya leo.